Kwa sio Kristo tena mtaani, ni Kristo ndani ya watu, anaendelea kutenda kazi zake na sio wewe. Hiyo ni injili tukasema. Lakini pia tukasema Mathayo, huyu alisema kiumbe, lakini huyu alisema ukabatize, lakini aliyesema tunabatiza kwa namna gani, na huyu alisema nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Lakini Mathayo ndo anasema tunabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Anataja ubatizo ambao Marko hakutaja, lakini Mathayo ndiye anayesema kwamba sio kiumbe kwa maana zaidi ya wanadamu, kiumbe kwa maana ya kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, tukiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini Marko na Mathayo bado wote hawajasema nini maana ya injili, kwa maana injili yenyewe ni habari njema. Lakini huyu aliyesema ni habari njema zipi ambazo Yesu alitaka wanafunzi wake wakahubiri. Mathayo hajasema ni habari njema ambazo zipi zinazotakiwa kwenda kuhubiriwa, ambazo hizo habari mtu akiziamini kinachofaa aje abatizwe. Lakini ni nini? Ni mataifa. Yohana anasema akaja kwao akamwambia, amani iwe pamoja nani wanafunzi, kama Baba alivyonituma mimi nani nawapeleka. Kwa hiyo wanafunzi wanaenda kwa mtindo kama ambao Yesu alitumwa. Kwa kama Yesu alitumwa kwa mamlaka yote, kwa maana mapepo yalikuwa yanamtii, kwa maana watu walikuwa wanatakasika, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, wenye pepo wanaondolewa pepo. Itimisi sasa kama Baba alivyonituma ndivyo ambavyo mimi nawatuma, maana hakuna utofauti. Kama alivyonituma Baba na mimi nawapeleka. Itimisi kwamba mtu aliyemwamini Kristo lazima ambatane na ishara, sio kusema kwamba yamkini Bwana atatenda. Hapana, Yesu alipokutana na watu wenye shida aliwaponya papo hapo. Ndivyo ambavyo sisi natakiwa. Kama haifanyiki hivyo, kuna shida mahali, na ndio maana tunajifunza ili tuiondoe shida hiyo, kuambatana na nguvu na uwezo wa Mungu ambao utawafanya watu wa experience nguvu za Mungu kwa macho yao, sio kwa kusikia na kusema mboni Musa aliweza, mboni Elia aliweza, mboni Isaka aliweza. Isaka wa leo ni wewe, Musa wa leo ni wewe, Yeremia wa leo ni wewe. Lakini kwa nini hafanyiki? Kuna shida mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema na yoyote mtakayemuondolea dhambi zake zimeondolewa, na yoyote mtakayemfungia dhambi zake zimefungiwa. Tukasema Yohana anaposema mtu anapoenda kuhubiri injili ana uwezo wa kumfanya mtu dhambi zake ziondoke, na ana uwezo wa kumfanya mtu dhambi zake zibaki. Si kwa kusema kwamba wewe dhambi zako zinabaki au wewe dhambi zako zinaondoka, isipokuwa kwa kuhubiri injili. Aaminie na kubatizwa ataokoka, maana aliyeamini anapata ondoleo la dhambi, na ambaye hajaamini maana dhambi zake zinakaa. Lakini Luka ndio akaja kusema tunatakiwa kwenda kuhubiri nini, na iko ndicho ambacho